Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila shaka ujambo mtazamaji wa Mahasin TV na bukheri wa afya. Karibu sasa katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefu Riami, nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi alihutubia baraza la 11 la wawakilishi Zanzibar kwa mara ya kwanza tangu aapishwe kuiongoza Zanzibar kwa kipindi cha pili. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 870 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na shule mpya ya msingi pembezoni mwa manispaa ya Musoma mkoani Mara. Na katika rubaa za kimataifa, usitishaji vita nchini Sudani bado ni kizungumkuti. Na mkapu la habari linaanzia Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amelihutubia baraza la 11 la wawakilishi Zanzibar kwa mara ya kwanza tangu aapishwe kuiongoza Zanzibar kwa kipindi cha pili awamu ya 8. Rais Dr. Mwinyi akizungumzia uimarishaji wa huduma za kijamii ikiwemo afya, elimu na maji, amesema ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali kwa kuzingatia umuhimu wa huduma hizo kwa ustawi jamii. Katika sekta ya afya, serikali ina lengo la kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kwa kujenga hospitali 4 mpya za mikoa ya Kusini Unguja, Kaskazini Unguja, Kusini Pemba na Kaskazini Pemba, kuimarisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi, kuendelea na ukarabati wa hospitali ya Mnazi Mmoja, kujenga hospitali ya rufaa ya kufundishia ya kisasa Binguni, kuendeleza ujenzi wa hospitali ya wagonjwa wa akili Pemba, na kuimarisha miundombinu ya upatikanaji wa huduma bora za afya ya msingi ikiwemo ujenzi na ukarabati wa vituo vya afya. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesema katika kipindi cha pili cha uongozi, serikali itaongeza jitihada za kuimarisha sekta ya uchumi wa buluu ili kuchochea kasi ya kukuza uchumi wa Zanzibar. Serikali imedhamiria kuongeza idadi ya watalii wa kimataifa wanaoitembelea Zanzibar kutoka 800,000 hadi 1,500,000, sambamba na kuongeza wastani wa matumizi ya siku ya mtalii kutoka dola za Marekani 418 mwaka 2024 hadi kufikia dola 506 kwa siku. Aidha, tumedhamiria kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea Pemba kutoka 200,000 hadi 300,000 kwa mwaka. Aidha, tutaimarisha utalii wa mikutano ya kitaifa, kikanda na kimataifa, utalii wa matibabu, pamoja na kuibua na kuimarisha utunzaji wa vituo vya utalii vya kimaumbile, mashamba ya viungo na maeneo ya hifadhi za misitu kwa ushirikiano na wanajamii. Pamoja na mipango na mikakati mingi aliyoieleza Rais Dr. Mwinyi ni pamoja na mpango wa kuwawezesha wananchi kiuchumi pamoja na kuweka mazingira rafiki ya utendaji kazi kwa wajasiriamali na wafanya biashara. Mikopo kutoka serikali za mitaa itatolewa kwa mgawanyo wa 40% kwa vijana, 40% kwa wanawake na 20% kwa watu wenye ulemavu. Vile serikali itatoa mikopo kwa wajasiriamali wakubwa ili kuwawezesha kuwaajiri vijana. Serikali pia
Itaendelea kujenga masoko mapya kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali yakiwemo Kibanda Maiti, kwa Haji Tumbo, Fuoni, Kinyasini na kukamilisha ujenzi wa soko la Mombasa ili kuwawezesha kufanya shughuli zao katika mazingira bora. Walimu wanufaika na mafunzo ya uongozi wa ufundishaji na ujifunzaji katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma. Walimu wameahidi kutumia maarifa waliyoyapata kuboresha ubora wa elimu kupitia mbinu bora za ufundishaji, uandaaji sahihi wa takwimu na kuimarisha mafunzo endelevu kwa walimu kazini. Rajab Shaban Matuga ana taarifa zaidi. Wakizungumzia mafunzo hayo yaliyotolewa kwa siku 4 kwa waratibu wa jumuiya za kujifunza JZK, baadhi ya wanufaika wamesema yanakwenda kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika shule wanazosimamia kutatua changamoto zilizopo ikiwemo ufaulu mdogo na utoro. Kwa kweli tumepata mambo mengi sana ambayo yanaenda kutuimarisha katika usimamizi wa taasisi zetu kwa maana ya shule na walimu, na katika mafunzo haya tumejifunza mbinu stahiki ambazo zinasaidia katika usimamizi wa ufundishaji walimu wanapofundisha shuleni, lakini pia imetujengea uwezo wa namna ya kuendesha mafunzo kwa walimu wetu katika mewaka za shuleni ili walimu waweze kujengeana uwezo katika mahiri mbalimbali ambazo zitasaidia katika kuboresha ufundishaji kwa wanafunzi. Katika mafunzo haya nimefurahishwa sana na mada ya matumizi ya takwimu. Mafunzo haya ni mafunzo ambayo ni ya msingi sana katika taasisi zetu, ambayo nitawafikisha kwa walimu wangu, lakini pia nitawafikisha kwa wakuu wenzangu katika JZK yangu ambayo ni shule 9 katika kata 3. JZK katika wilaya yetu ya Kasulu imeweza kutusaidia kutatua makero mbalimbali au changamoto mbalimbali ikiwemo uhaba wa madawati, lakini pia kuna uwekaji wa kambi za kitaaluma katika shule zetu, lakini pia kudhibiti swala la utoro katika shule zetu. Kwa upande wake mwezeshaji wa mafunzo hayo Jacob Chaudo amesisitiza umuhimu wa kufanya maamuzi yanayotegemea takwimu badala ya hisia. Hatuwezi kufanya maamuzi bila kuwa na nini? Takwimu. Lakini lengo lake ni nini? Lengo lake ni kumjengea uwezo afisa elimu kata na mkuu wa shule kutumia takwimu katika kufanya maamuzi. Maana yake kwamba katika kufanya maamuzi yetu yote lazima tuna nini? Takwimu. Ufaulu umepanga, tunafanyaje maamuzi? Wanafunzi ni wachache shuleni, wanafunzi hawaandikishwi, tunafanyaje maamuzi? Walimu ni wachache shuleni, tunafanyaje maamuzi? Lazima tutumie takwimu katika kufanya maamuzi. Awali akifungua mafunzo hayo, afisa elimu taaluma awali na msingi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu Elestina Chanafi amewataka waratibu hawa jumuiya za kujifunzia JZK kuzingatia maudhui yaliyotolewa ili kuleta matokeo chanya katika sekta ya elimu. Tunatamani sana yale ambayo tumejifunza katika mafunzo haya yakatusaidie kuimarisha utendaji wa kazi katika vituo vyetu, lakini pia katika jumuiya zetu za ujifunzaji au JZK. Tunapopita katika kufanya ufuatiliaji, tuone badiliko, tuone matokeo chanya na ufanisi. Tumekuwa na mada nzuri sana. Siku ya leo tangu naingia hapa asubuhi, tumekuwa tukijifunza matumizi ya takwimu. Ni kitu ambacho kimekuwa kisumbua sana katika maeneo mengi ya utendaji wetu wa kazi. Sasa naamini sisi kama wachache ambao tumepata mafunzo haya, tutakuwa na badiliko ambalo litaimarisha utendaji na usimamizi katika sekta ya elimu. Mafunzo hayo ya siku 4 kwa waratibu wa jumuiya za kujifunza yameendeshwa chini ya ufadhili wa mradi wa shule bora. Kwingineko, serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 870 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na shule mpya ya msingi pembezoni manispaa ya Musoma mkoani Mara, ikiwa ni hatua ya kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani na kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi hasa wenye mahitaji maalum. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka wakati alipofika na kukagua maendeleo ya ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya msingi Nyarigamba. Chikoka amesema madarasa hayo yatasaidia kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tunataka kuona watoto, hasa hii shule ambayo inajumuisha watoto wenye mahitaji maalum. Serikali imeleta hii pesa manake na wao waone matunda na matokeo ya uwekezaji na ujenzi wa miundombinu mipya hii mapema na haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo mimi hapa nitakuwa napiga hodi mara kwa mara. Mwalimu, kama mkijua hili,
na ile tarehe tuliyokubaliana kwamba madarasa haya yakamilike, hakuna tena kuongeza mbele, ni pale pale. Labda mkijitahidi tu mfanye nyuma kidogo, lakini sio tena kuongeza mbele kwa pale tulipokubaliana. Awali akitoa taarifa ya ujenzi wa majengo hayo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyarigamba, mwalimu Godfrey Choto, ameeleza hatua za ujenzi ulipofikia kwa sasa na kuwataka wazazi kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata elimu. Hatua ya ujenzi tuliofikia hadi sasa ni setting ya majengo yote, na tayari tumekwisha tumia kiasi cha shilingi milioni 15,720, na tunazo material zitakazo tupeleka hadi kwenye lenta, na inakadiriwa kufikia Jumatano ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025 lenta itakuwa imeshafungwa. Tunaamini wazazi watajitokeza kuleta watoto wengi zaidi wenye mahitaji maalum, na isitokee mzazi akamficha mtoto kwa ajili ya kukosa elimu, kwa sababu tayari miundombinu ipo na inaendelea kuwepo. Walikuwa na madarasa ambayo kimsingi wamebanana, sasa hivi wameongezewa uwezo wa madarasa, kwa hiyo tutakuwa na madarasa mengi zaidi. Kwa upande wake, mwalimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum, mwalimu Eliza David, ameishukuru serikali kwa ujenzi huu wa vyumba vya madarasa na kusema kuwa hali hiyo itawafanya wanafunzi wenye mahitaji maalum kufikia malengo. Tunaishukuru serikali kwa kuweza kutupatia madarasa ambayo yatasaidia katika ufundishaji kwa ajili ya watoto hawa wenye mahitaji maalum, ambao ilikuwa ni pamoja na vyoo ambazo zitaweza kuwasaidia watoto waweze kufikia malengo yao, ikiwa ni pamoja na kumudu stadi mbalimbali za kusoma katika kujitegemea pia katika maisha yao. Hili darasa mpya na choo kipya, ila tusiwe na wasiwasi, tusikae kwa kuonekana, tusikae kwa kupigana, kwa kugombana na kwa kuumizana. Mkoani Tabora, mwandishi wetu Saidi Kapalila anatuarifu kuwa juhudi kubwa inayofanywa na serikali katika kuboresha sekta ya elimu, ikiwemo ujenzi wa vyumba vya madarasa na ununuzi wa vitendea kazi, ikiwa ni pamoja na vitabu, zimetajwa kuongeza ufaulu kwa wanafunzi wa darasa la 7 katika halmashauri ya wilaya ya Kaliua mkoani Tabora kutoka 72% hadi 87% ukilinganisha na mwaka jana 2024. Akitoa pongezi kwa wadau wote wa elimu wilayani Kaliua mkoani Tabora waliochangia kupanda kwa ufaulu wa darasa la 7, afisa elimu halmashauri ya wilaya hiyo mwalimu Shadrack Kabanga amesema ufaulu huo wa darasa la 7 umeongezeka kwa wastani wa 14.9 kutoka matokeo ya mwaka jana 2024. Kwa kweli kazi kubwa imefanyika kwa walimu na wanafunzi. Haya matokeo haya hayakuja hivi hivi. Yamejengwa kutokana na serikali kuweza kuboresha miundombinu ya kusomea kwa wanafunzi wetu. Saizi kwa madarasa mazuri kabisa, madawati na vitabu ambavyo vimechangia kwa kiasi kubwa kuleta ufaulu huu mzuri. Hivyo kwa heshima na taadhima kabisa nawapongeza jamii nzima ya halmashauri ya wilaya ya Kaliua ambao wametushika mkono katika kuboresha elimu ya halmashauri ya wilaya ya Kaliua na taifa kwa ujumla. Napongeza pia taasisi binafsi, shule, mashirika kwa msaada mbalimbali ambao wamekuwa kutoa katika halmashauri yetu katika kuboresha elimu msingi. Katika matokeo hayo ya mtihani wa darasa la 7 mwaka huu 2025, halmashauri ya wilaya ya Kaliua imefanikiwa kuingiza shule katika shule 10 bora za kitaifa kama ambavyo anavyoeleza afisa elimu taaluma mwalimu Sifa Daudi Nsweve. Kaliua mwaka 2025 tumepanda kutoka 72% mpaka 87%. Si jambo dogo. Lakini kama haitoshi, Kaliua hii tumeingiza shule ndani ya top 10 ya taifa. Lakini tuna shule mwaka jana zilikuwa zina 6%, mwaka huu ni 100%. Lakini tuna shule vile vile za serikali zinafikisha wastani mpaka 235. Shule ya kawaida kabisa Bungani imefanya maajabu. Shule zaidi ya 30 wastani wa 100%. Lakini kwetu ni chachu. Tuanze upya mapambano. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Shaabani Abdalla Kaberwa amewataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wote waliofaulu wanakwenda kidato cha kwanza hapo mwakani 2026. Rai yangu kwa wazazi wahakikishe watoto wote ambao wamefanya vizuri katika mtihani huu wa darasa la 7 wanakwenda kidato cha kwanza, asiwepo mmoja wa kumwacha nyumbani kwa sababu ya aina yote, ili tuweze kujenga taifa yenye uelewa mkubwa. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV.
Mkuu wa wilaya ya Gairo Jafari Kubecha amezindua rasmi msimu wa mavuno ya viazi mviringo kwa wakulima wa kijani AMCOS katika kijiji cha Masenge, kata Rubeho, na kupongeza jitihada za wakulima kwa matumizi ya pembejeo za kisasa, hali iliyopelekea uzalishaji wenye tija. Hii hapa ni taarifa zaidi na Zuberi Mgaya. Akizungumza mara baada ya kutembelea baadhi ya mashamba na kufanya uzinduzi huo, DC Kubecha ameelezea hatua mbalimbali walizopitia wakulima hao na mpaka kufanikiwa kufikia katika wakati wa mavuno. Tumezindua rasmi leo kiwilaya na sasa tuko tayari sasa kukimbizana na kuingia katika soko la viazi. Lakini la pili ni wapongeze sana wakulima wetu. Mwanzo mlilima vikao vinatoka kidogo, magonjwa ni mengi, lakini hamkukata tamaa. Tukanunua, tulivyovinunua tukawakabidhi mbegu, mmelima tena, mmeona matunda haya. Kwa mimi niwapongeze sana 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 kwa namna ambavyo mlivyo na morali wa kulima na mnalima kisasa. Mnalima kisasa kwa sababu kila mara mmekuwa mkifuatilia kama panahitajika ushauri wa kitaalamu, mmekuwa mkiupokea kwa haraka, na kama ni dawa, ni pembejeo, ni nini, mmekuwa mkinunua kwa wakati, na ndio maana leo tumeweza kupata bidhaa hizi. Aidha, DC Kubecha amempongeza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Gairo kwa kuendelea kuunga mkono wakulima wa vyama vya ushirika, hali inayochochea kasi ya uzalishaji. Hapa tunazungumzia tani 15, hizo ni za chama kimoja tu cha nguvu mpya, lakini tunakwenda huko juu Nongwe, tuna tani zingine ziko huko juu kwa wakulima wengine. Kwa hiyo msije mkadhani kwamba kwa sababu mkurugenzi amenunua kwamba tani zitakwisha. Yeye amenunua tani hizo kwa chama kimoja cha ushirika. Mimi niendelee kumshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri pamoja na timu yake ya wataalamu kwa namna ambavyo wametia msukumo kwa wakulima wetu na ufuatiliaji wa karibu. Hata magonjwa hayakuwa mengi, na ndio maana tumeweza kupata viazi vizuri. Ni kwa sababu ufuatiliaji ulikuwa ni mzuri. Wakulima wa kijani AMCOS kupitia katibu wao Amoni Jazz wameishukuru serikali kwa kuendelea kushirikiana na wakulima katika uzalishaji wa mazao mbalimbali ili kusaidia kukuza pato la mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Nadhani wanachama wote ni mashahidi. Tumemwona mkuu wetu wa wilaya tangu tunaanza kupanda, alikuwa anatutembelea kwenye kuhudumia mpaka sasa hivi tuko kwenye kuvuna. Tunamshukuru sana, tulikuwa naye pamoja na wilaya yetu, viongozi wote wa wilaya ya Gairo. Tunasema asante kwa kutuzindulia uzinduzi wa uvunaji wa viazi mviringo. Tunatarajia sana kuvuna viazi vingi, ikiwezekana tupate hata tani 15 hivi. Kwa hiyo hivyo pia viazi tani kama 15 tunaweza tena tukavipanda pia tukagawa kwa wakulima, ili ikiwezekana yani hapo mbele ikiwezekana tuvune tani mpaka tani 50 au tani 40. Kufuatia vurugu na ghasia zilizotokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu kupelekea uharibifu wa miundombinu ya umma na watu binafsi katika maeneo mbalimbali nchini, hali hiyo imeelezwa kukwamisha baadhi ya shughuli za kiuchumi na kijamii. Wakizungumzia athari hizo baada ya wakazi na wafanyabiashara jijini Dar es Salaam, wameelezea jinsi ambavyo hali ilivyokuwa wakati wa vurugu hizo. Kweli ni athari kubwa. Moja ya athari kwamba tulikuwa hatuna amani. 2, tulikuwa hatufanyi biashara. 3, tulikuwa hatujui matokeo ya hali hii. Kwa kweli kwa muda wa wiki nzima ile tulikuwa kwamba hatuna biashara. Kwa kweli jambo lililotokea litusikitisha, tumefungiwa ndani, halafu maisha yakawa ni magumu. Mimi ni mama wa familia kama watu 7 hivi. Kwa hiyo inabidi uwe na chakula ndani. Kama hamna ni basi. Na wakati ilipofunguliwa kidogo, nimesoko vyakula vimepanda. Nyanya 1 mpaka 1000. Na familia, lakini hizo siku 6 zote hatukuweza kufanya shughuli zetu za biashara. Tuliathirika. Unakwenda dukani unapata nyanya shilingi 1000. Unaenda Gongo la Mboto huwezi kwenda, unaambiwa hurudi. Aidha, wananchi hao wamesema vurugu hizo zimechangiwa kwa asilimia kubwa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hasa kwa vijana kujiingiza katika makundi ya uhalifu na kuvuruga amani iliyopo nchini. Vijana wamekuwa na mihemko ya mitandao hii ya kijamii. Wanavyoona kwamba nchi zingine na wao kwamba wanatamani kwamba iwe vile. Wakiona wenzao kwamba wanaishi katika hali ya juu,
wala haangalii kwamba uju wao utokana na nini. Wao wanataka kwamba leo wazaliwe, kesho wawe matajiri. Vijana wengi wa sasa hivi maisha hawajui. Wao maisha wanayaona tu maisha kama maisha. Lakini maisha haya ni magumu ya kutafuta mambo ya vishawishi vya ajabu vya kutokea. Ila sisi tuliona tutatembea sehemu mbalimbali kuangalia kama hivi Burundi, Rwanda, nini, tumeenda sio kwa kuambiwa, tumeenda wenyewe na tumeona hali hii. Lakini watu walikuwa wanasema bwana mambo gani bwana. Katika hatua nyingine, wamewataka vijana na jamii nzima kwa ujumla kuona thamani ya amani iliyopo nchini na kuitunza ipasavyo. Vijana wetu wa Kitanzania wasipende kushiriki makundi ya ajabu. Kuonekana kama kuna watu vile wanawashauri amani ni kitu kizuri. Mimi mwenyewe ninavyoona hivi maisha yangu ninavyoishi. Sawa, kwa macho yangu nimeenda Burundi, nimeenda Rwanda, kipindi cha vita mwaka 92 mwaka 93 mimi nilikuwa Rwanda, naona kabisa sisi leo kwetu Tanzania hapa tunaishi kwa amani. Mtu unaishi, unakaa kwenye kibanda, unakunywa chai, unafurahi nini. Wewe unaenda Burundi ukakaa kama hivi, ukanywa chai kama hivi, utakuta mtutu kwa hapo, mama anauza chai. Pamoja na kuwaasa vijana, lakini ni waase wale ambao wanachochea vijana. Kwa sababu unajua vijana kama vijana ni watu ambao wamelelewa kwenye taifa la Tanzania na wanajua mazingira yetu na wanajua maisha yetu. Lakini wapo watu ambao kazi yao wao ni kuchochea, kuona kwamba amani yetu tuliokuwa nayo kwa muda mrefu wanaona kwamba ni amani ambayo imekuja tu kiajabu ajabu. Hapana, amani hii imeenziwa na wazazi wetu. Na kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Gavana wa Darfur Minaako Minawi ameonya kwamba makubaliano yoyote ya kusitisha mapigano nchini Sudan ambayo hayajumuishi ulinzi wa raia na kuwajibishwa wahusika wa uhalifu yatakuwa na maana ya mgawanyiko wa Sudan, na ametoa wito wa kuondoa vikosi vya msaada wa haraka RSF katika maeneo ya makazi ya raia, hospitalini na mijini. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Minawi pia ametaka kuachiliwa watu wote waliotekwa nyara, wakiwemo watoto na wanawake, pia kuhakikisha watu waliokimbia makazi yao wanarejea makwao. Hata hivyo, mtandao wa madaktari wa Sudan umeripoti kuwa maiti za mamia ya raia zimezikwa katika makaburi ya pamoja na nyingine zimechoma moto na vikosi vya usaidizi wa haraka RSF mjini El Fasher, magharibi mwa nchi hiyo. Taarifa iliyotolewa na mtandao huo imesema vikosi vya usaidizi wa haraka RSF vimekusanya mamia ya miili kutoka mitaani na vitongoji vya mji na kuzizika baadhi yao katika makaburi ya pamoja na kuzichoma moto nyingine katika jaribio la kuficha ushahidi na uhalifu wao dhidi ya raia.
Vita vya wenyewe kwa wenyewe na mgogoro wa Sudan umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kupelekea mamilioni ya wengine kupoteza makazi yao na kuwa wakimbizi ndani na nje ya nchi hiyo, ambapo mazungumzo ya kikanda ya kimataifa yaliyofanywa hadi sasa yameshindwa kuvimaliza. Kwingineko, mamia ya watu mjini Delhi waliingia mtaani Oktoba 9 mwaka 2025 kupinga uchafuzi wa mazingira, huku ubora wa hewa ukiendelea kuzorota katika mji mkuu wa India na maeneo jirani. Watu wa rika zote wakiwemo watoto walishika mabango na kupiga kelele wakiitaka serikali kuchukua hatua kukabiliana na uchafuzi wa mazingira, ambapo takriban watu 80 walizuiliwa kwa muda mfupi na polisi, ambao walisema waandamanaji hawakuwa na kibali cha kukusanyika katika eneo husika ambalo ni kitovu cha jiji hilo. Inaelezwa kuwa uchafuzi wa hewa ni tatizo la mara kwa mara kaskazini mwa India, hasa katika majira baridi, ikielezwa kuwa hayo yalikuwa maandamano makubwa ya kwanza kuhusu suala hilo kwa muda mrefu, ambapo mwandamanaji mmoja akieleza kuwa mapafu yao yanaharibika na kuitaka serikali kutangaza dharura ya kiafya hadi watakapopata suluhu. Ubora wa hewa mjini Delhi na vitongoji vyake ni duni kwa kiasi cha mwaka mzima kutokana na utoaji moshi wa magari, vumbi na vichafuzi vya viwandani, lakini hali hiyo huwa mbaya zaidi wakati wa majira baridi kali kwa sababu ya wakulima kuchoma makapi ya mazao katika majimbo jirani, pamoja na kasi ya chini ya upepo kunasa vichafuzi karibu na ardhi. Na tukitamatisha habari za kimataifa, msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov amesema nchi hiyo haina nia ya kukiuka majukumu yake chini ya makubaliano ya kimataifa yanayopiga marufuku majaribio ya nyuklia, lakini itachukua hatua ya kuanza tena kufanya majaribio hayo ikiwa nchi nyingine zitafanya hivyo. Peskov ametoa kauli hiyo kama majibu kufuatia utatanishi uliochochewa na agizo lililotolewa wiki iliyopita na rais wa Marekani Donald Trump kwa wizara ya vita ya nchi hiyo Pentagon la kujiandaa kuanza tena majaribio ya nyuklia, ambapo Trump alizituhumu Urusi na China kuwa zinafanya majaribio ya nyuklia kwa siri, dai ambalo nchi zote hizo mbili zimelipuuza na kutolitilia manani. Kupitia chombo cha habari, msemaji wa Kremlin alisema kuwa ikiwa nchi nyingine zitafanya hivyo watalazimika kufanya hivyo ili kudumisha hali ya mlingano, na kusisitiza juu alichokiita mlingano wa nyuklia kuwa ni moja ya vipengele muhimu zaidi vya usanifu wa usalama kimataifa. Hapo awali makamu wa rais wa Marekani Vance alilieleza agizo lililotolewa na Trump la kufanya majaribio ya nyuklia kama njia ya kuhakikisha silaha hizo za Washington zingali zinafanya kazi vizuri. Zuberi Mgaya, Mahasin TV. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi alihutubia baraza la 11 la wawakilishi Zanzibar kwa mara ya kwanza tangu aapishwe kuiongoza Zanzibar kwa kipindi cha pili. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 870 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na shule mpya ya msingi pembezoni mwa manispaa ya Musoma mkoani Mara. Na katika rubaa za kimataifa, usitishaji vita nchini Sudani bado ni kizungumkuti. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah panapo majaliwa wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Seifriami nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kutoka TM. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, ukanda wa pwani kuelekea kusini mwa nchi yetu. Na kwa siku ya leo, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Kigoma pamoja na Katavi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu
mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Mara, Simiyu, Mwanza, Shinyanga, Tabora pamoja na Rukwa yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Mbeya, Songwe pamoja na Njombe kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kati mwa nchi yetu, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Iringa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.